Qul huwa Allahu ahadu Allahu samadu lam yalidi wa lam yuladi wa lam yakul lahu kufuwan ahadu. Mwenyezi Mungu hazai, Mwenyezi Mungu hana mwana, Mwenyezi Mungu hana mke, na Mwenyezi Mungu hakuna chochote ambacho kinamfanana na yeye ama kinatoshelezana na yeye. Kwa hivyo hata Yesu Kristo, yeye sio Mungu na yeye sio mwana wa Mungu, kwa maana Mungu hakukuwa na mke. Na kwa hakika Yesu sio Mungu, kwa sababu Mungu ndiyo muumba wa kila kitu, na Yesu Kristo hakuna chochote alichokiumba. Na kama utakuwa na dalili yoyote katika maandiko ya Biblia, uje nayo ukatoe, useme kuwa ya kwamba Yesu Kristo aliweza kuumba paka, Yesu Kristo aliweza kuumba umbwa, Yesu Kristo aliweza kuumba mwanadamu. Pia kwa hakika uje na ishara hizo kuonesha kupitia maandiko ya sahihi, ili watu waweze kuamini, sio kusimama mbele za watu ukitangaza kuwa ya kwamba Yesu ni Mungu, Yesu ni mwana wa Mungu, Yesu ndiye anastahiliwa kuabudiwa. Kwa maana hata yeye mwenyewe amesema kuwa ya kwamba yeye sio mwema, na akasema ya kwamba mwanadamu yoyote azaliwaye na mwanamke sio mwema mbele za Mwenyezi Mungu. Kila mtu, sio Yesu Kristo peke yake, kila mtu, hakuna aliye mwema mbele za Mwenyezi Mungu, kwa sababu Yesu alikuwa anaitwa wewe ni mwema. Aliwakataza na akawasema kuwa ya kwamba mbona mwaniita mwema? Mimi sio mwema. Mwanadamu yoyote azaliwaye na mwanadamu sio mwema mbele za Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ndugu wapenzi, munao nisikiza, tumwabudu Mwenyezi Mungu kwa haki, kwa usawasawa. Kwa hakika viongozi ambao wanaokuja na dini zao na kutafuta riziki zao za siku, kwa hakika wamekuja na njia ambazo wamekuja nazo sio sahihi, za kulazimisha watu waweze kumwabudu Yesu, waweze kuabudu kuwa ya kwamba Yesu ni Mungu. Wanatoa ishara, wanatoa miujiza, wakisema kuwa ya kwamba wakijishikilia miujiza inatoka ndani ya maandiko ya Biblia. Kwa hivyo ndugu mpenzi unayenisikiza, wacha nikwambie siku ya leo, unaweza ukaweka hapa Qur'ani, ukasoma surati Al-Fatiha, ikaweza kukutatulia matatizo yako. Lakini Biblia kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo wa Yohana